Bana, hapa ni Katete Stadium, maskani ya Kijiwe Nongwa, timu ambayo imefanya vizuri na inakuwa kwa kasi kweli kweli hapa mkoani Songwe. Tunataka kufahamu kwa nini inaitwa Kijiwe Nongwa na ilianzishwa lini? Hapa tunaungana na mwenyekiti akitupa maana halisi ya Kijiwe Nongwa na imetokea wapi. Asante. Kwa jina naitwa Maina Charwe, mwenyekiti wa Nongwa FC, unapatikana Mpenda. Mwenyekiti, Kijiwe Nongwa ni timu ambayo imeanzishwa kwa muda mfupi, lakini inaonekana kuwa na mafanikio makubwa. Tunapenda kufahamu ilianzishwa lini na nini siri ya mafanikio mpaka mnapata mafanikio makubwa, chanzo chake. Mimi nadhani Kijiwe Nongwa ni timu ambayo ilianzishwa tarehe 18 mwezi wa 10 2024 na ilianzishwa na watu kama watatu wanne. Ni wazo ambalo lilikuja na mwenzetu, alikuwa anacheza mpira sehemu, baadaye akasema wewe jamani, ndio tuanzishe timu, na sehemu ambayo tunapatikana ilikuwa inatambulika kama ni sehemu ambayo ina watu wajanja wenye maneno, watu wakiwa wanapita njiani wakawa wanaita sehemu maarufu kama Kijiwe Nongwa. Kwa baada ya hili swala kutokea kwamba tuanzishe timu, tukaona basi ni bora tufanyaje, bora tuite timu yetu itwe Kijiwe Nongwa. Mmefanikiwa kwenda katika hatua ya fainali ya ligi daraja la 3 hapa mkoani Songwe. Maandalizi yapoje na mashabiki, kuna gari ambalo labda litawatoa hapa kuwapeleka uwanjani? Mimi nafikiri maandalizi ya timu yako vizuri, wachezaji wote wako fiti, na pia siku ya kwenda huko fainali magari yameandaliwa kama 4. Kituo cha kwanza kitakuwa Black almaarufu kama Manguruweni, lakini kituo cha pili kitakuwa pale juu Mwaka almaarufu kama karibu na stendi, karibu na transformer, lakini gari ya pili pia itakuwepo Sogea, na gari ya 4 itakuwa kituo cha Mpemba. Mashabiki wote mnakaribishwa, na usafiri utakuwa ni bure. Kwa kweli usafiri utakuwa ni bure, watu wote mnakaribishwa kwa sababu Kijiwe Nongwa ni ya watu wote. Mkifanikiwa sasa kuchukua ubingwa wa mkoa kwenda kwenye kituo, maandalizi yapoje, mipango ipoje, na tayari mshaanza kufanya maandalizi ya kwenda huko kwenye kituo? Mpaka saa hizi mimi nafikiri mipango iko sawa. Kwa kitu cha msingi kwanza tunaomba Mungu tuweze kuchukua ili kombe, lakini nadhani kwa jinsi ambavyo tulivyo, kwa sababu hii timu ni ya watu wote, mtu kimuomba na kuchangia anafanyaje. Kwa mimi nafikiri mipango iko sawa. Wana mpango wa kuongeza wachezaji, lakini pia kambi na vitu kama hivyo. Mpango wa kuongeza wachezaji kwenye timu, hususan kwenye swala la usajili, lakini pia kambi ipo, lakini pia na ofisi za timu kwa ujumla zinapatikana wapi? Asante. Mimi nafikiri mpango wa huko tunakoenda, baada ya labda Mungu akijalia hili kombe tukachukua, kutakuwepo na swala la kusajili wachezaji wengine, kuangalia mapengo ambapo baadhi ya wachezaji wamefeli, basi tuweze kujazilizia. Lakini pia mpango wa huko tunakoenda tumejipanga vizuri sana, na ofisi ipo sehemu ambayo inaitwa almaarufu kama Siri Yako. Pale muda wote ukitaka kutuhitaji, muda wote tunatupata pale. Pengine kiongozi, pengine mwenyekiti, kwa muda mfupi ambao umefanikiwa kuwa na hayo mafanikio, tunafahamu fika changamoto hazikosei kwenye kila sehemu. Actually changamoto zipo, ni nyingi tena kubwa sana. Kwa mfano kama hili swala la hela, wakati mwingine unamfuata mtu mdau, bwana tumekwama hapa, mtu anakuambia labda nitafanya hivi, nitawapeni, lakini hawapi, ila tunachukulia ni moja ya changamoto, ni moja ya hatua. Kwa mimi nafikiri kikubwa zaidi tuwaombe wadau wajitokeze kutusapoti tulipofika hapa na huko tunakoenda, kwa sababu lengo la timu ni kufika sehemu kubwa zaidi hapa tulipofika, na lengo hilo mimi nafikiri kwa pamoja tuna imani tutafika. Mimi nafikiri kwa swala hili la kuhusu wadau, mtu yoyote yule kwanza anakaribishwa kuja kuwekeza, kwa sababu hii timu haina mtu, lakini
mbali na yote hii timu ina watu ambao wana support kikubwa chao. Wakati mwingine mnaweza mkao mmechangisha mmekwama, lakini wapo watu wanajitoa sana, wanajitoa mpaka kufika. Kwa wadau sasa wana nafasi ipi ya kuweza kuwachangia nyinyi? Kumbuka labda kuna mdau amevutiwa na project yenu ya Kijue Nongwa, anatamani kuweka chochote kitu, anawafikiaje? Mimi nafikiri sisi kama Kijue Nongwa tuna imani mdau yoyote yule anakaribishwa kuwekeza, na muda wote. Mimi nadhani tupo pia tuweke tu wazi kwamba kama mtu yoyote yule ana lengo la kuja kuwekeza, anakaribishwa kuja kuwekeza, kwa sababu hii timu kama nilivyoongea hapo awali ni ya watu wote. Sasa la kuambia labda mashabiki, wadau wa mkoa wa Songwe kwa ujumla, lakini nje ya mkoa wa Songwe, na lipi la kuambia wadau wa mpira? Kitu kikubwa nipende kwanza kuwashukuru watu wote ambao wanatusupport, na pia niwaombe tu watu, wadau, viongozi wa serikali, viongozi mbalimbali, tunawakaribisha waje watusupport, kwa sababu tulipofika hapa ni kwa sababu ya nguvu ya watu. Kwa muhimu tu viongozi wa Kijue Nongwa tuna imani nao sana, tunawakaribisheni. Hata kama sio Kijue Nongwa, hii fainali ambayo tutacheza hapo Vwawa mkoani, tunaomba tuje tushiriki pamoja. Shukrani. Asante. Nashukuru sana. Bana, Kijue Nongwa wapo katika hatua ya fainali ya ligi ya mkoa hapa mkoani Songwe, na hapa tunaungana na kocha akituambia mipango ya timu ni ipi wakifanikiwa kutoa ubingwa wa ligi ya mkoa. Huko mbeleni wanataka kufanya mambo gani, lakini pia malengo ya timu kwa ujumla. Kocha anaenda kutupatia hapa kwa uzuri kabisa. Mna muda mfupi sana toka mmeanza kujulikana. Anasema kwa mtu ambaye ni wa zamani, ukimwambia Kijue Nongwa anaweza kawa asifahamu, lakini kwa muda mchache sana mmeprogress na kuwa na mafanikio makubwa. Kwa mara ya kwanza mnashiriki ligi daraja la 3, road to the way mnafika finali. Siri ya mafanikio ni nini? Kwanza kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuwa wazima. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila tunachokiomba anaweza kututekelezea, si kwamba sisi ni wenye bahati, lakini pia mipango. Nadhani viongozi wangu umeona wako mazoezini toka saa 9. Yaani wao wanakuwa wa kwanza kufika kuliko wachezaji. Na sisi makocha tunakuwepo mapema kwenye kupanga program zetu. Nadhani kikubwa cha msingi ni kuwapongeza wachezaji, kupongeza viongozi na benchi zima la ufundi. Mafanikio yetu yamekuja kutokana na umoja. Umoja huu ulikuwa na hamasa ndani yake. Si hamasa ya pesa, lakini hamasa ya kujitoa baina ya kijana na kijana mwenzake, kijana na benchi la ufundi. Kama utakavyoona timu ina kempu ndogo ambayo inahudumu zaidi ya wachezaji 7 mpaka 10. Kwa hiyo wachezaji 7 mpaka 10 unaweza kukuta hiyo ndio first 11 ya timu. Kwa hiyo kuwaweka vijana pamoja imeleta siri kubwa sana, lakini cha msingi na kikubwa zaidi kuwa na management bora. Sisi tuna team manager ambaye ni madamu wetu, ana control vizuri wachezaji. Sisi makocha tunapokuwa hatupo, basi team manager anaweza kumanage wachezaji kuanzia kwenye kila kitu, kuanzia kwenye lishe mpaka kwenye muda wa mazoezi. Kwa hiyo ndio siri kubwa, lakini pia ubora viwanjani. Nadhani mmeona Kijue Nongwa amefanya usajili sehemu mbalimbali. Kikubwa imetegemea wachezaji wazawa. Changamoto zipo za wachezaji wazawa, lakini tumeweza kuzimaintain, tumeweza kuzifutilia mbali kwa viongozi kukaa na wachezaji. Hilo limeleta tija. Chachu kubwa imeongeza na wachezaji kutoka mbali. Wachezaji kutoka Dar es Salaam tumesajili wachezaji 2, Iringa tumesajili wachezaji 2, lakini pia kwa baadhi ya mikoa ya Mbeya tumesajili wachezaji 2 ambao watatumika FA. Umezungumza namna ambavyo umepata mafanikio kwa muda mfupi. Malengo yenu ni yapi? Najua kwanza malengo ya ligi daraja la 3 hapa mkoani Songwe ni kuchukua ubingwa na mko fainali, lakini malengo mama kwa upande wa Kijue Nongwa ni yapi? Kwanza ndugu mwandishi, niseme Kijue Nongwa ina malengo ya aina 3. Ina malengo madogo, ina malengo ya kati, ina malengo ya juu. Nikianza kufafanua kwenye malengo ya madogo. Malengo yetu madogo yalikuwa ni kuingia ligi ya mkoa na kuweza kutawala. Yaani tuchukue ule utawala waliokuwa nao watu wengine. Tufike finali. Ndio lengo dogo. Lengo la kati ni kuweza kutoka kwenye ligi ya mkoa na kwenda kanda. Nadhani hapo tutaweza kujibrand zaidi.
na lengo letu mama kama alivyozungumza mwandishi wa habari ni kwamba tunategemea baada ya kwenda kuvuka kuingia ligi daraja la pili tuweze kuweka tuseme kama ni kituo ambacho kitakuwa kama Moro Kids, kama Elite Sports Academy za Dar es Salaam, kama Enjoy Soccer. Twende na misingi ambayo Tanzania inataka. Tuanze na vijana na 20 na 17, lakini pia timu iko daraja la pili. Watoto wasiteseke pahali pa kutokea. Watoto wakitoka basi tunaweza kuwapandisha senior team moja kwa moja. Lakini pia ni kuweza overcome hii solution kwamba Songwe haina timu katika madaraja yote. Kwa Kijiwe Nongwa ni timu ya wanasongwe ambayo tunategemea inaweza ikapanda ligi na ikatoa changamoto hizi watoto ambao inshallah naamini kwa juhudi zenu waandishi, kwa juhudi za mashabiki, kwa sababu Kijiwe Nongwa tunategemea zaidi mashabiki ndio wamekuwa wana nguvu kubwa. Nadhani ukizungumza timu ya wanachama utazungumzia Simba, utazungumzia Yanga, lakini ukizungumzia timu ya mashabiki Home of Champions unazungumzia Kijiwe Nongwa sana. Unaweza kumanage sasa ama kucontrol vipi hali za wachezaji? Tunafahamu wachezaji wengi kwa hivi sasa wanapenda sana ndondo. Akiona akikaa camp anapoteza time kuliko jioni moja anacheza ndondo anapata hela ya kula. Kama coach unawacontrol vipi wachezaji ambao wanawatoa sehemu mbalimbali na walikuwa wamezoea kucheza ndondo? Kwanza ni kuwajenga psychology. Yaani ndugu mwandishi, nasema ukitaka kumkamata kuku lazima umdondoshe punje za mahindi. Kwanza ni kumkamata mchezaji kisaikolojia na kuweza kumwambia na kumuelewesha. Ukae naye kama rafiki, mimi ni kama mzazi, mimi ni kama mlezi. Kwa hiyo nakaa na wachezaji wangu walio kempu na ni wachezaji ambao ni matured, ni wachezaji ambao wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa kucheza ndondo. Ndondo ni fatiki. Lakini ndondo zetu sisi mpaka nimruhusu mchezaji anapokea kiasi gani. Timu inaweza ika-overcome solution ya kumpatia pesa. Inampatia pesa, unaenda kupata shingapi? 1,500,000. Basi utapata kutokana na juhudi zako katika timu. Kwa hiyo hatukatazi ndondo katika timu yetu, lakini wachezaji wenyewe washagundua pahali sahihi pa kupatia pesa na pahali sahihi pa kupatia furaha yao ni Kijiwe Nongwa. Ndio maana nikasema Kijiwe Nongwa ni Home of Champions. Sidhani kama mchezaji anaweza akatoka nje ya timu ambayo mafanikio anayapata. Kwanza anapata huduma kwa wakati. Mchezaji anapata kila kitu kwa wakati. Anapata kuanzia kiatu, kuanzia stocking, kuanzia jezi. Kijana anapata yale mahitaji muhimu ambayo anapata chakula, anapata marazi. Ndugu mwandishi wa habari, nadhani kijana kama huyo akitoka kienda pahali pengine, basi tunaweza tukasema ni mchezaji ambaye kiukweli amekiuka maadili. Lakini kikubwa cha msingi, hakuna timu daraja la 3 ambayo inatoa posho kwa wachezaji wake. Zunguka Tanzania, nadhani mimi nimecheza mpira sehemu nyingi, najua changamoto zetu zinaanzia wapi. Kwa hiyo mchezaji kama anapata posho kwa wakati, ndugu mwandishi, sidhani kama kuna tatizo. Kwa ushauri, ili mtu aweze kuendana na misingi yetu sisi ambayo tumeweza kufika na kufanikiwa, cha kwanza, ili uweze kufika kuwa kama Kijiwe Nongwa unahitaji watu ambao ni watu wa mpira. Kwa nini nakwambia watu wa mpira? Management yetu wote sisi ni watu ambao kwanza wamesoma, pili wana vyeti, alafu tatu wana ile tuseme talanta ya mpira, yani kuupenda mpira kutoka ndani ya moyo. Changamoto zipo tunakumbana nazo, lakini zinatatulika kifamilia zaidi. Sisi hatuwezi kutoka kuja media kwa mfano Vwawa, kuja Nongwa TV, bwana sijui tumekosa hichi, hapana. Zile changamoto zinatatuliwa ndani ya familia. Kwa hiyo na washauri wanasonga, ili uje uwe kama Kijiwe Nongwa, cha kwanza lazima ufuate misingi, cha pili uwe na malengo, ni wapi unakwenda na wapi umetoka. Wadau wana nafasi gani kuwaunga mkono nyinyi kama Kijiwe Nongwa hivi sasa? Nikazungumza nikasema Kijiwe Nongwa kuna timu za wanachama na kuna timu za mashabiki. Home of Champions Kijiwe Nongwa mara nyingi imekuwa ni timu ya wadau. Wadau ni pamoja na mashabiki. Tuna wadau Black, tuna wadau Tunduma, tuna wadau hapa Mpemba, tuna wadau Dar es Salaam, tuna wadau Zambia, tuna wadau South Africa. Unaweza ukajiona ni timu ambayo imejitanua ndani ya muda mfupi, imejitanua kwa kiasi gani. Ukiwekeza kwa mashabiki, wao ndio wenye roho, wao ndio wenye moyo, basi timu inaweza ikawa mbali. Shabiki anachotaka ni furaha, na furaha inapatikana Kijiwe Nongwa. Nadhani ukitoa hizi timu kubwa Giant, Simba, ukitoa Yanga, ukitoa Azam, kwa sasa hivi Mpemba nzima na Tunduma nzima, Songwe nzima inazungumzia Home of Champions Kijiwe Nongwa. Kwanza nianze na technically tumejiandaje wakati tunakwenda finali. Tunakwenda finali, nimebakiza siku 3. Jumapili, Jumatatu na Jumanne. Nimebakiza siku 3
kwenda fainali, lakini siku za mazoezi nimebakiza siku 2. Kwa maana gani nakwambia hivyo? Leo nacheza mechi hapa ya kirafiki, lakini Jumapili ni mapumziko kwa vijana. Sio mapumziko kwamba wana rest, hapana. Kuna vijana wataenda gym na kuna vijana ambao tutafanya postmortem ya game. Kwa technically nimejipanga katika mchezo unaofuata. Kwanza nimejipanga kwa ushindi. Pili nimejipanga kuweza kutimiza malengo ya timu. Lakini umeniuliza swali ndugu mwandishi wa habari kwamba kuna changamoto za timu nyingi kufeli ukiwa kituo. Ni kweli. Sisi tumepandisha Mtwivila City ligi daraja la pili na tukiwa kituo, timu ya Iringa, nadhani mnaikumbuka. Ni timu ambayo ilikuja vizuri sana kama kijiwe nongo. Mtwivila City mwaka 2017, 18, 19 mpaka 20. Kwa hiyo nina uzoefu, nikitoka hapo kuchukua ule uzoefu basi nitaondoka kwenda kufanya Songwe pale timu ya daraja la pili ambayo sasa hivi tunasema ni first league. Ni timu ya upili, ni ligi ya kwanza ambayo ni bora kwa sasa hivi, kwa sababu shirikisho la soka nchini Tanzania limeimprove sana katika kufanya mambo yake kiweledi. Lakini technically sisi tuna benchi la ufundi ambalo ni bora. Yaani benchi letu la ufundi lina watu wale wa mpira hasa. Ukiangalia wamepita madaraja mazuri na wamecheza mpira kwa mafanikio. Kwa hiyo actually mimi nitaweza kusema kwamba ili kuweza kufanikiwa haya tunahitaji umoja wa viongozi, umoja wa media, Songwe nzima iandamane iweze kushikana kwa ajili ya kwenda kupandisha timu. Lakini cha tatu ningeomba uongozi wa soka wa Songwe mara moja, sisi tuna uwanja mzuri kama CCM Bwana, basi na wao wazidi kuupitisha ili tuweze kupata kituo kiwe katika mkoa wetu. Itatusaidia kituo kikiwa katika mkoa wetu wa Songwe, italeta fursa ya biashara, italeta wageni wapya. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwa nini timu zinapanda, zinaanzia wapi na zinaishia wapi. Cha kuambia ni vitu vitatu kama sio viwili. Kwanza ni kuwaomba waweze kufika katika mechi ya fainali, waweze kushuhudia majirani zetu nduki wamekuja kufanya nini na sisi tumekuja kufanya nini. Cha pili, waweze kusupport timu zetu kwa sababu zote zilizoanza kwenye ligi mpaka tulipofika hatua ya fainali zote ni timu kutoka Songwe. Lakini mimi nikienda nje ya swali lako mwandishi, mimi nimetoa fursa kwamba nitakapopita kwenda kanda sitoacha kipaji ambacho nilikiona kuanzia ligi inaanza mpaka ligi inaisha. Mimi nimekuwa muumini sana wa vijana. Kwa nimeona vijana Nduki, nimeona vijana St. Patrick, nimeona vijana Saza, nimeona vijana Maendeleo. Nadhani ni muda sasa wa kufanya kazi kwa pamoja. Sisi kama wana Songwe, kijiwe nongwa ina watu, lakini pia lazima tutaongeza watu. Kwa na waahidi wana Songwe, hii timu ni ya kwenu na hii timu inafanya haya kwa ajili ya kuinua soka la Songwe. Kwa hiyo niwakaribishe mashabiki, niwakaribishe wadau. Kwanza mpira unahitaji uwekezaji. Tusiwaachie tu hawa viongozi wa kijiwe nongwa, ni wakati ikawa kivutio sehemu mbalimbali. Kwa hiyo niwashukuru waandishi wa habari kwa kutuunga mkono, niwashukuru kwa kuja katika kiwanja chetu cha mazoezi. Hii ni Katete Stadium, Home of Champions. Nataka kusema kwamba finali nitachukua biidhnillah. Mwenyezi Mungu atupe afya, atupe uzima, na hata kama atafanikiwa kuchukua Nduki, basi kama watatuhitaji kijiwe nongwa, basi tutafanya nao kazi. Kwa hiyo niwashukuru chama cha mpira kwa kuandaa ligi nzuri, ligi ambayo imekuwa na changamoto ya mafanikio kwa kijiwe nongwa. Yaani niweze kusema kwamba mafanikio haya sio tu yamepatikana kwa namna moja au nyingine, hata viongozi wa mkoa pia wametusaidia. Kwa hiyo niwashukuru sana Wawa FM, karibuni. This is the home of champions grounds. Leo tuna friend match na Dream Warrior. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa kuja. Shukrani sana. Baada ya kuzungumza na kocha, bana hapo yupo mchezaji naye pia anatuambia anajisikiaje kuitumikia klabu hii ya kijiwe nongwa ambayo kwa muda mfupi wameweza kupata mafanikio ya haraka. Kwanza kwa majina mimi naitwa Ronald Jackson Mrisho, mchezaji wa kijiwe. Mimi nipo kijiwe nongwa toka timu tunaanza. Yaani toka kipindi hicho kwamba yani sisi tulikuwa wachezaji kama watatu. Unaona viongozi ndio walikuwa wanachanganyika kucheza game. Hivyo tukaanza mpaka tulipofikia hapa. Tunamshukuru Mungu kutokana pia na uwekezaji wa watu walioingia kwenye timu yetu mpaka hatua tuliofikia sasa hivi si haba kwa tulichokitoa kama wachezaji na tulipofikia. Tunamshukuru sana. Kwa wewe unajisikiaje kuwa
kwenye timu ambayo kwa muda mfupi mnapata achievement kubwa. Hali yako unajisikiaje? Najisikia furaha kama mchezaji, ndio kitu ambacho nategemea kwenye football, kwamba ufikie madaraja ambayo ni makubwa kwenye lenki za mpira. Kwa hapo tulipofikia si haba kwa sisi wachezaji, ndio tunaanza, na tunapoelekea nadhani ndio patakuwa panaonekana vizuri na sisi kupushi vipaji vyetu na kuzidi kusogea mbele. Mmetinga kwenye fainali ya ligi ya mkoa hapa Songwe. Mkiwa kama wenyewe wachezaji, mnapenda kuzungumza nini hata kabla hajaja kocha hajaja kuzungumza nyinyi viongozi hawajaja? Mkikaa wenyewe wachezaji mnazungumza nini kuelekea kwenye hiyo fainali? Kwanza sisi kama wachezaji tumekaa tumetafakari. Fainali tunayoenda kucheza sio nyepesi. Japokuwa timu inatoka vijijini, lakini fainali sio nyepesi. Fainali ni ngumu sana. Katika hatua tulizocheza tunaweza tukasema ni rahisi. Kwa hapa tulipofikia ni hatua ngumu sana. Timu inatoka wapi wanasema Leje. Sio timu rahisi. Yaani at least bora mkutane na watu ambao mnacheza wote mpira, lakini usikutane na wale watu ambao wanapiga ilivyokuja inarudi kama ilivyokuja. Kwa hiyo fainali ni ngumu, lakini sisi kama wachezaji tumeshakaa na viongozi. Hii leo tunacheza mechi ya kirafiki hapa. Tumefanya mazoezi kama siku 5. Yaani tuko fit. Tunasubiria hiyo siku ya mechi ifike. Tuanze kuwasha kama kawaida. Kama unavyojua Kigionongo. Sisi tumepanga hataangusha viongozi, hataangusha wazabuni wanaotuzamini, hataangusha mashabiki zetu. Kiukweli tumepania na tunachukua inshallah. Malengo binafsi kama mchezaji tutarajie kukuona wapi? Malengo binafsi kwa mimi kama mimi, nadhani pia kuna uongozi, tuna mameneja. Tunasubiria. Hatuwezi kusema kwamba japokuwa unatamani utoke hapa ulipo daraja la 3 la 2 usogee. Kuna watu ambao tayari wanatusimamia sisi. Sema kwamba moja kwa moja utakuwa unaenda sehemu fulani, itakuwa tunasikilizia nyuma yetu kama mameneja. Kwa hatua tuliopo tukifanikiwa kufika fainali, si ndio? Kitu tutakachopangiwa inshallah, viongozi wamejiandaa kwa kila kitu, kuanzia malazi, makazi, ulaji, kila kitu kama unavyoelewa kwenye kituo jinsi ninavyotakiwa. Kituo chochote sisi tutakachopangiwa tupo tayari kikamilifu na kwenda kuiwakilisha vizuri Songwe. Mashabiki wa mkoa wa Songwe watarajie vitu vizuri kutoka kwenye timu yetu. Tupushi zaidi na imani tutafikia daraja la 2 la kwanza. Kwa waendelee kutusapoti, waendelee kutupa moyo kama mashabiki zetu, na tunaomba sana kwenye siku ya fainali waweze kujitokeza kwa wingi, wazidi kutupa sisi hamasa. Neno lipi sasa la kuambia mashabiki? Unajua kuna wale mashabiki ambao wanakuja leo, wanakuja kesho, wengine wanapotea, lakini pia kwa wadau wa mpira kwa ujumla, una lipi la kuambia hapa mkoani kwetu? Kwa mashabiki zetu tunaomba sana siku ya fainali waweze kujitokeza ili waweze kutusupport. Kimsingi ndio kitu ambacho tunakihitaji kutoka kwao. Sisi hatutawaangusha, ila wao pia utegemei kwamba watatuangusha siku ya fainali. Tunaomba sana waweze kufika na waweze kutusupport, na pia hapa naweza kaongelea kitu pia, kuna jezi zinapatikana pale za mashabiki. Pia ukinunua jezi unakuwa umechangia timu kwenye mapato ili tuendelee kuzidi kusonga mbele. Shukrani. Nikiwa hapa maskani ya Kigionongo Katete Stadium, naitwa El Capitano, El Presenter, Elisha mwana wa Singambi, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment The Sport TV.